أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana Mizani mahali popote mlipo. Katika studio zetu za Mizani Online TV, leo tutakuwa na tamko litakalotolewa na mwenyekiti wa baraza la wadhamini wa msikiti wa Mtoro, ambaye pia ni imamu mkuu wa msikiti huo, lakini vile vile akiwa ni msimamizi wa wakfu huo ambao ni wa familia, ambaye kiongozi wa familia hiyo ni Sheikh Isa Seif Gulu. Anataka kuzungumza, anataka kuwapelekea tamko au maelezo wa Islamu wanaotumia msikiti huo kwa ajili ya ibada zao, kwani kuna mambo ambayo yameonekana kuwa si sawa na yanatangazwa kinyume na ukweli ulivyo. Kwa hiyo tutamkaribisha hapa atoe tamko lake kuhusu uongozi, kama pana uongozi msikiti wa Mtoro au hakuna, kama kuna imamu mkuu au hakuna. Yeye ndio mwenye mamlaka ya kusema juu ya jambo hilo. Bismillahirrahmanirrahim. Kuna masala naulizwa kila wakati kuhusu msikiti wa Mtoro. Leo inshallah nikijaliwa naeleza ukweli wa msikiti wa Mtoro. Kueleza, nataka kuwajulisha Waislamu wanaoswali msikiti wa Mtoro. Msikiti huo uko chini ya watu wa Msasani, ikiwa bibi ni mmoja wapo tangu asili ya msikiti huo, na Alhaji Sheikh Said Bakhrisa ameomba na tumempa kajenga tu. Mpaka hivi sasa msikiti wa Mtoro hauna uongozi. Abasi Ramadhani sio imamu mkuu wa msikiti Mtoro. Sisi wenye kuhusika msikiti wa Mtoro tunafahamu kama Abdullah Muhammad ni msaidizi rasmi imamu msikiti wa Mtoro. Kesi iko mahakamani na hakuna uchaguzi aina yoyote utakayechaguliwa mpaka umesema mahakama mpaka imalize hukumu yake. Kwa hao walikuwa hapo tumevamiwa, wao tuvamia sisi, msikiti unaendeshwa. Bali zaidi atasema Sheikh Khalifa. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ala ummatihi afdalul umam wa sallim tasliman kathira athira ma dama lahu albaqa, amma ba'd. Assalamu alaikum wapendwa wana Mizani mahali popote mlipo. Leo katika jalsa yetu, bila shaka mmekwisha msikia mwenyekiti wa baraza la wadhamini wa msikiti wa Mtoro na ambaye ndio imamu mkuu wa msikiti wa Mtoro amekwisha toa tamko lake kuhusu wale wanaodai kuwa wao ni viongozi wa msikiti wa Mtoro, viongozi ambao wamejipachika kwa kuvamia bila kuwa na haki ya kufanya hivyo. Nianza kwa kusema kuwa uvamizi wa msikiti wa Mtoro haukuanza leo. Enzi za uhai wa Sheikh Qasim bin Juma bin Hamis rahimahullah, msikiti ulivamiwa na kundi lililoongozwa na mtu aliyeitwa Waziri Nyero. Baada ya uvamizi huo, msikiti ulikaliwa takriban wiki mbili na kikundi, na baadaye swala hilo lilimalizwa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam, ambaye alikutana na wadhamini wa msikiti ofisini kwake na hao waliovamia msikiti, na akasema kuwa hawatambui wale watu waliovamia, anawatambua wadhamini. Kwa hiyo uvamizi ukakomeshwa kwa njia hiyo. Swala la kwamba msikiti wa Mtoro utavamiwa na watu walikuwa na nia ya siku nyingi ya kutaka kuuchukua msikiti huo, tulianza kusikia kwa muda mrefu sana. Sitaki kutaja baadhi ya watu ambao walitupa hizo taarifa kwamba kuna mtu anataka kuvamia huo msikiti na uchukue ile mali yake. Tukio moja ni lile la Sheikh Ali Basaleh. Alikuja na kundi la watu ndani ya msikiti wa Mtoro, lakini kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu watu wale walikaa safu za mwisho kabisa. Tumemaliza kuswali, yeye akavamia maiki
na kudai kwamba mimi niondoke ndani ya msikiti ule, na akawasota watu wale wako kule nyuma tunawatazama, wale wamekujia wewe, kama hukuondoka watakutoa kwa nguvu. Baada ya maneno yake Ali Saleh, akatokea mwenyekiti wa msikiti ambaye mwenyekiti wa baraza la wadhamini Imamu mkuu Sheikh Isa Saif Gulu, akamwambia Ba Saleh kwamba ondoka wewe, kwa sababu wewe ndio mgeni hapa, huwezi kumtoa mtu mahala pake. Kwa hiyo akaondoka na uvamizi ule ukashindwa. Itoshe tu niseme kuwa matukio yote ya msikiti wa Mtoro, mpaka sisi kama wadhamini na viongozi wa msikiti tulipoondoka msikiti baada ya kuvamiwa, yamehifadhiwa, yameandikwa na picha zake zipo, hatua ya mwanzo mpaka mwisho, na watu kwa majina yao wamo mle ndani ya kitabu tumeandika, na kitabu hicho kitatolewa katika mtandao, na huko utaona picha kila tukio mpaka tukio la mwisho, na nani waliohusika wataonekana mle. Ila niseme tu kwamba ndugu Waislamu mnaoswali katika msikiti wa Mtoro, nataka mfahamu kuwa msikiti wa Mtoro si msikiti wa jumuiya. Ipo misikiti ambayo inapatikana kutokana na ramani ya mji. Serikali inapotengeneza ramani ya mji, kuna kwa viwanja vya michezo, mahala pa kuzika Waislamu na Wakristo, mahali pa makanisa, mahala pa misikiti na kadhalika. Lakini msikiti wa Mtoro unatokana na viwanja viwili alivyonunua Mtoro kwa nafsi yake kama mali yake. Kiwanja kimoja akakifanya kuwa msikiti na kingine ikawa ni nyumba yake. Kwa hiyo Mtoro alipofariki, msikiti ule ulichukuliwa, uliendeshwa na watu warithi wake. Alipokufa Mzee Juma bin Zahor, amewacha wanawe ambaye alikuwa ni Sheikh Rashid bin Juma bin Zahor Ar-Riyami, Sheikh Omar bin Juma, Sheikh Isa Saif Gulu. Hawa ndio wanaoendesha msikiti, ni wao na ni mali yao, wametoa wakfu. Msikiti wa zamani ni ule pale mbele. Nyumba ya Mtoro ni kule wanakotawadhia watu wakati wanapojiandaa kwenda kusali, kule ilikuwa ni nyumbani kwake. Mzee Rashid bin Juma pamoja na Mzee Gulu, imamu mkuu wa msikiti, wakaamua kwamba ile nyumba nayo pia iingizwe katika msikiti, na wao wakaitoa wakfu badala ya kuiuza. Kwa hiyo kuna wakfu mbili pale. Wakfu wa kwanza ni ule alioacha marehemu Mtoro mwenyewe, na wakfu wa pili ni huu uliotolewa na wakina Mzee Rashid bin Juma pamoja na ndugu zake. Kwa hiyo mpaka hapo utaona kuwa wenye haki ya huo msikiti kuanzia ulipoanza mpaka hii leo ni familia ya Mzee Juma bin Zahor, ndio wenye msikiti huo baada ya kufariki Mtoro. Jambo la pili ni kwamba kuna watu hapo msikitini wanadai kuwa wao ni watoto wa marehemu, wengine wanasema wao ni wajukuu, wengine wanadai kuwa wao ni waasisi wa huo msikiti. Lakini maneno hayo yote ni uongo, kwa sababu waliitwa watu hawa mbele ya mdhamini mkuu wa serikali waeleze wao ni wadhamini, waliandikishwa wapi, wao ni waasisi. Wakati msikiti ule unaanzishwa na Mtoro, wao walikuwa wapi? Hawakujibu kitu chochote, lakini badala yake wakasema kwamba wao ni wadhamini kwa sababu wao ni Wazaramu, na kwa mawazo yao wanahisi kuwa Mtoro alikuwa Mzaramu. Sasa kwa kuwa alikuwa Mzaramu, wao kama Wazaramu wana haki ya kurithi mahali popote ambapo Mzaramu kafa. Hajulikani hii sheria ni ya kienyeji, ni ya kiserikali au ni ya dini, ni dini gani haijulikani, lakini maneno ya kipuuzi, lakini yalisemwa mbele ya afisa mkuu wa serikali. Sehemu ya pili ni kuwa kuhusu utoto, kuna wale wanaodai kwamba Mtoro Mwenye Mangara wao ni baba yao. Mtoro Mwenye Mangara na hili jina Mwenye Mangara pia ni jina la bandia. Wakina Mzee Rashid bin Juma, Mzee Saif Gulu wanalikataa hilo jina, hawalitambui wao, wanamjua kwa jina jingine. Almuhimu, Mtoro ambaye ni muasisi wa msikiti huu aliuanzisha kwa pesa zake mwenyewe. Alioa wake 4 katika maisha yake, na kwa bahati mbaya sana Mwenyezi Mungu hakumjalia kupata mtoto. Lakini baada ya miaka karibu 70 kufika kutoka kufa kwake, leo wametokeza watu ambao ni watoto wake na wengine ni wajukuu. Sasa haijulikani kama yeye Mtoro kule makaburini alikozikwa amezaa watoto kule, ndio hao waliokuja huku, hatuwezi kufahamu.
lakini ndivyo wanaodai haya, na ni madai tu ya kizumbukuku. Kadhalika kuna jambo jingine hapa ambalo Waislamu sasa tukumbushane. Ya msikiti amtoe tumalizie hapo. Tunataka tu tuwakumbushe. Tunatakiwa turudi katika utaratibu wa dini ya Kiislamu katika kutoa sadaka zetu. Vinginevyo zile sadaka tunaweza kuwa tunatoa na tunaambukia mikono mitupu. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha. Enyi mlioamini, msiharibu sadaka zenu kwa masimbulizi na udhia. Kalladhi yunfiku malahu riaa an-nas, mfano wa yule mtu anayetoa mali yake kwa ajili ya kujionyesha mbele za watu. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, wala hafanyi hivyo kwa ajili ya kumwamini Mwenyezi Mungu wala siku ya mwisho. Famathaluhu kamathali safwanin alayhi turab, mfano wa mtu huyo ni mfano wa jabali ambalo juu yake kuna udongo. Fa aswabahu wabilun, likaja mvua kali kabisa kubwa kwenye hilo jabali. Fatarakahu salda, ule mchanga wote, udongo wote ukaondoka, lile jabali likabaki vile vile ambavyo lilivyokuwa. La yakdiruna ala shay'in mimma kasabu, hawatakuwa na uwezo manake wa kupokea malipo kwa yale waliokuwa wakiyafanya. Wallahu la yahdi alqawma alkafirin, Mwenyezi Mungu hawaongozi watu waliokuwa makafiri. Sura ya pili, yani suratul Baqara, aya ya 264. Mmoja kati ya wanavyoni wakubwa wa kale, hawa ni Salafi, wanasema Mwenyezi Mungu huwakataza waja wake wema na kwa rehema zake wasipite njia ya kuharibu sadaka zao kwa kujisifu na kusababisha madhara. Hii inaonyesha kwamba kujisifu baada ya kutoa sadaka ni kusababisha madhara, hubatilisha sadaka aliyotoa mtu. Na hili linatumika kama ushahidi kwamba matendo mabaya hubatilisha matendo yaliyokuwa mema. Na wengi wa wanavyoni wametoa ushahidi wa maelezo hayo pale wanaposoma suratul Hujurat aya ya 2. Nasema nini? Wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd, wala msiseme naye kwa sauti kubwa kama mnavyosemezana kwa sauti kubwa nyinyi wenyewe kwa wenyewe. An tahbata a'malukum, ili matendo yenu yasije yakaharibika. Wa antum la tash'urun, hali ya kuwa nyinyi wenyewe hamtambui. Hawa walikuwa naambiwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako watu walikuwa wakienda nyumbani kwa Mtume, Mtume akiwa yuko ndani, wanapiga makelele kule nje, ya Rasulullah, wanazungumza kwa njia hiyo na kwa sauti kelele. Mwenyezi Mungu akawakemea, wanapozungumza na Mtume au mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima sauti zao ziwe chini kuliko ile anaitumia Mtume. Na ndio hivyo hivyo tunafundishwa sisi sote mbele ya watu wazima. Sio lazima awe mtu mzima, awe ni baba yako mzazi au ami yako, lakini mtu mzima kwa makamu lazima uwe na heshima naye, haijalishi una cheo gani. Uwe mfalme, uwe raisi, uwe tajiri, uwe maskini, lakini unapofika mbele ya watu wazima ni lazima uonyeshe heshima na adabu yako mbele yao. Huo ndio Uislamu. Kadhalika inakuja katika kusimbulia. Ni nini maana ya kusimbulia? Manake aya inasema la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, msibatilishe sadaka zenu kwa masimbulizi na udhia. Sasa wenye kutafsiri aya hizi za Qur'ani wanasema kuwa almanni, masimbulizi, maana yake ni nini? Maana yake ni kumsimbulia, kumsimanga mtu kwa neema uliyomsaidia. Hii inatokea wakati mtoaji anapomkumbusha mpokeaji kuhusu wema wake na kuonyesha ukarimu wake. Wewe nikusaidia kitu fulani na kitu fulani, wewe usingekula kama sio mimi, wewe usingekuwa na kazi kama sio mimi, wewe nani? Sasa unapofanya hivyo kwa sababu wewe ulitoa, unakuwa umemsimbulia yule mtu na amali yako hupati chochote. Mwenyezi Mungu anakataa. Hiyo ni mani. Ndio maana ya mani, maana yake kumfanyia mtu masimbulizi na udhia. Halafu adha katika aya hii ni kumuumiza mtu.
Kumuumiza mtu kunatafsiriwa kuwa ni kuhusisha kumuumiza hisia za mtu masikini kupitia maneno au matendo, au kumtia aibu mbele ya watu wengine. Ni mfano tu wa mtu ambaye yeye anayo mali yake akatoa kuwasaidia watu masikini, na baada ya kutoa akaanza kuwasimbulia, wale wangeweza wapi kufanya hivi na vile, wale wangewezaje kusoma maulidi kama sio mimi ningewapa pesa, wale wangewezaje kufanya hiki na kile kama mimi sikuwasaidia. Maana unawasimbulia wale kwa kuwadhalilisha na kuwafanya wao si chochote, na wewe ndio uliwafanya kuwa karimu na ukawafanya kuwa watu, bila wewe wasingekuwa watu. Unapofanya hivyo, amali zako zote zinapotea. Mimi siamini hata kidogo kama yupo mtu ambaye anaweza akatoa mali zake akajenga chuo, akajenga msikiti kwa mabilioni na mamia ya fedha, halafu akawa hataki kupata thawabu. Mtu anapokuwa anatoa alichonacho fisabilillah kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, anategemea kupata malipo kwa Mwenyezi Mungu. Sasa inapotokezea kwamba amezungukwa na watu ambao wanampelekea mashauri mabaya, wanampelekea mambo ya uchonganishi, kumchonganisha na baadhi ya watu, na yeye akakubali kutumikia usaliti unaokuja kwake, basi huyu anapata hasara, kwa sababu atatoa pesa nyingi, atakuwa na mali nyingi azitoe, huku akiamini kwamba anachokifanya ni sawa sawa, lakini kumbe mbele ya Mwenyezi Mungu kimeharibika. Na hayo sisemi mimi, anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anasema kuwa hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, je, tukuelezeni wale watu ambao amali zao wamehasirika kwa amali zao, wametenda lakini hawatopata malipo, wamepata hasara. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ni wale ambao walifanya juhudi kubwa katika uhai wao wa dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, hali ya kuwa wao wanaamini kwamba wanachokifanya ni mambo mema mazuri kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine, ni mambo mema ambayo watapata radhi za Mwenyezi Mungu na kupokewa na Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu anasema ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi, hao ndio watu ambao wamezikana aya za Mwenyezi Mungu na wamekana pia kukutana na Mwenyezi Mungu. Anafanya matendo ya kijeuri, anatoa maneno ya jeuri, anafanya maneno ya kuwasimbulia na kuwadhalilisha watu, kana kwamba haamini kuwa ipo siku ya kukutana na Mwenyezi Mungu. Basi fahabitat a'maluhum, matendo yao yakaharibika. Fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna, basi watu hao hawawezi kusimamishiwa mizani siku ya Kiyama. Matendo yao mema hayatopimwa ili wapate kulipwa, kutokana na kuwa walikwisha yaharibu katika dunia yenyewe. Kwa hivyo basi ni vizuri wale watu wanaowazunguka watu wakubwa, watu wenye uwezo, watu wenye mapesa, watu wanaotaka kufanya amali zao za kheri na kutanguliza amali njema kabla ya vifo vyao, wawasaidie kwa kuwapa ushauri na kuwapenda watu hao, si kuwapelekea maneno ya uongo na kuwachonganisha na watu na kutia chuki na hasama. Kuwapenda ni kuwasaidia, kuambia kwamba hili ulilofanya ndilo na hili ulilofanya silo. Hiyo ni njia ambayo itasaidia watu wafanye amali zao na ziwe katika mstari ulio mzuri. Naalize kwa kutoa maelezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, thalathatun la yukallimuhumullahu yawma alqiyama wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim, watu watatu siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu hatawatupia jicho lake la rehma, hatawatazama, wala yuzakkihim, wala hatawatakasa, walahum adhabun alim, bali hao watakuwa katika adhabu kali kabisa inayoumiza. Fakarauha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 3 marati, Bwana Mtume aliyakariri maneno hayo kwamba watu watatu Mwenyezi Mungu hatawatazama siku ya Kiyama, wala hawezi kuwatakasa kwamba walifanya mambo mema, hayatambui mambo yake mema. Alirudia maneno hayo matatu. Abu Dharr, mmoja kati ya masahaba wacha Mungu,
enzi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza man hum ya Rasulullah, hao watu watatu ni nani na nani? Bwana Mtume akasema wa kwanza ni yule ambaye anakwenda na buruza kanzu yake au kikoi chake chini ya fundo la mguu, huyo Mwenyezi Mungu hatomtazama siku ya Kiyama. Na wa pili almannanu, ni yule ambaye anawasimbulia watu kwa kitu alichowapa. Ndio ile aya inasema kwamba la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, msibatilishe sadaka zenu kwa kufanya masimbulizi. Nyinyi hamna chochote mlichotoa hapa. Madrasa hii nimejenga kwa fedha zangu mimi mwenyewe, nendeni mkashtaki kokote, lakini hii ni mali yangu. Unaposema maneno hayo, umeharibu ile ibada yako, umeharibu ile sadaka yako na hutolipwa. Ndio Bwana Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam. Huyo ni mtu wa pili. Mtu wa tatu, huyu ni yule mtu ambaye anawakumbusha wengine neema zake, kile alichowasaidia, misaada aliyowapa, au anafanya biashara na bidhaa zake anauza kwa kuapa viapo vya uongo. Wallahi hii ni original kabisa, hii imetoka Japani kabisa, kumbe imetengenezwa Tabata. Huyu ni mtu ambaye anauza biashara zake kwa ulaghai. Basi Mwenyezi Mungu anasema huyo hatoweza kumuona, hatomtazama. Kwa hivyo la mwisho niseme kwamba msikiti wa Mtoro umevamiwa na kundi la wavamizi. Kwenye msikiti wamenyang'anywa msikiti na funguo za msikiti hawana. Kitendo hichi nacho pia ni haramu. Mtu anayechukua, hawa wavamizi wamechukua msikiti na funguo wamechukua, wamejichagua wao wenyewe kinyume na sheria. Na vile vile ikumbukwe kwamba msikiti kama alivyosema mwenyekiti hapa, msikiti wa Mtoro hauna uongozi wala hauna haki. Hakuna mtu mwenye haki ya kuchagua viongozi, na hii si kwa sababu yake yeye mwenyekiti. Hii ni amri kutoka mahakama ya rufaa kwamba msikiti wa Mtoro hautofanywa uongozi, hautochagua viongozi hadi pale mahakama ya rufaa itakapotoa hukumu juu ya kesi iliyo mahakamani. Kesi ipo mahakamani. Kuna watu wanapita mjini humo wanadanganya watu kwamba kesi ilimalizika. La hasha, kesi ipo. Kesi ipo na haiwezi kufutwa. Kesi ipo kwa sababu kusikilizwa ni haki ya kikatiba. Kwa hiyo hii ichelewe miaka 50, lakini iko siku itasikilizwa kwa sababu ndiyo sheria inavyosema. Sasa niwakumbushe tu wale ambao walioko na funguo za msikiti, warudishe funguo za msikiti kwa wenyewe, kwa sababu hilo litawafanya wapate adhabu mbaya mbele ya Mwenyezi Mungu, na ni haramu jambo hilo. Na naisema maneno hayo sio mimi, ni maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakati wa fathu Makkah, wakati mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokwenda Maka kwa ajili ya ukombozi wa mji wa Maka, aliomba ufunguo wa Kaaba kutoka kwa Bani Talha. Kwa nani? Uthman bin Talha ndio alikuwa anashika funguo huo. Akafungua Kaaba mtume, wakaingia masahaba mle ndani, wakaanza kufanya usafi, wakaondoa masanamu yaliyokuwa mule ndani. Na baada ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam bado yungali ndani ya Kaaba, Abbas ami yake aliuchukua ule ufunguo. Kabla mtume hajatoka ndani ya Kaaba, Mwenyezi Mungu alimtuma Jibril kumwambia mtume. Sasa tusikilize aliambiwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam. Alimtuma Jibril akamwambia mtume, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil adli. Hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni kuzirudisha amana kwa wenyewe. Amana hiyo ni funguo wa Kaaba, na hii tunawapelekea ujumbe watu wanaoshikilia msikiti wa Mtoro funguo zake bila kuzikabidhi kwa wenyewe, kwamba Mwenyezi Mungu anakataza jambo hilo. Zirudisheni amana za watu, ni funguo za msikiti wa Kaaba, yani Kaaba ambayo ilikuwa inasimamiwa na Uthman bin Talha katika usimamizi wa ule msikiti. Bas
Akaambiwa Jibril kamwambia haraka mtume aache atoe amri. Mtume akamchukua ufunguo kutoka kwa Abbas na akaenda akaukabidhi kwa Uthman bin Talha. Wakati wa kumkabidhi alisema nini? Alisema hivi: khudhuha ya bani Abi Talha, chukua huo ufungue enyi bani Talha, khalidatan talilatan, chukua ufunguo milele na milele mpaka siku dunia itakapotuanduka. Ufunguo wa Kaaba utakuwa ni haki yenu, walinzi wa Kaaba mtakuwa nyinyi. La yanzi'uha minkum, hakuna atakaye kunyang'anyeni kwa mabavu yake ufunguo huo, illa dhalimun, ila mtu huyo ni dhalimu. Hiyo ni dalili ya mtu aliye dhalimu. Kimeona mtu ananyang'anya ufunguo kutoka kwa wenye ufunguo, anakaa nao yeye na anafanya kwamba ile ufunguo ni yake, basi kwa maneno ya Mtume anasema la ya'khudhuha minkum, au katika tamko jingine la yanzi'uha minkum, hakuna atakaye kunyang'anyeni funguo hiyo isipokuwa dhalimu. Funguo ilikuwa kwa Bani Talha. Mpaka hivi leo tumekuja Ali Saud, familia ya Muhammad bin Saud wanautawala Maka hivi sasa, wao hawajajaribu kuchukua ule ufunguo kutoka kwa Bani Talha mpaka leo. Bani Talha wamekuwa wasimamizi na wanashika funguo za mlango wa Kaaba. Kabla Kaaba haijawa ya Uislamu, ndani yake mlikuwa masanamu, wao ndio walikuwa wasimamizi. Na leo baada ya Uislamu, Mtume Muhammad kushika Kaaba, wakaondoa masanamu, wakawa ni wao wenyewe, na akawaambia Mtume kwamba ninyi mtakuwa na ufunguo huo mpaka maisha yenu yote, na atakaye kunyang'anyeni basi huyo atakuwa ni mtu dhalimu. Kwa hiyo tufanye mambo yetu kwa uzuri na tuwashauri wale wakubwa zetu, watu wenye mamlaka ya kuweza kufanya mambo mengi. Kuna mambo mengi sana watu wakubwa, watawala, raisi, mawaziri hawafanyi wao, wanafanyiwa na watu wao. Sasa wale watu wanabeba dhamana kubwa sana katika kuwashauri wale viongozi. Kuna baadhi yao wanashauri kwa mambo mabaya na wengine wanashauri kwa mambo yaliyokuwa mema. Pale utakapokuwa wewe unatoa mashauri ya kuleta chuki badala ya kuunganisha watu, basi pale wewe utakuwa umebeba dhamana na utakuwa umempotosha yule mtu ambaye wewe unamshauri. Niwalize maneno yangu kwa kusema kwamba msikiti wa Mtoro ni mali ya wakfu ya familia ya Mzee Juma bin Zahor. Inawezekana kabisa kulingana na hali yetu ya sasa, watu wakatoa rushwa, wakaenda wakabadilisha majina, wakaenda wakabadilisha title ya msikiti. Hati ya msikiti ni hii hapa. Hii mnayoitazama hapa ndio hati ya msikiti, na iko kwa mikono ya wazee wenyewe wenye msikiti wao. Kwa msikiti sio wa serikali wala sio wa jumuiya, ni mali ya watu, ya familia, wameweka wakfu mali yao. Marehemu Mtoro aliacha msikiti wake kama wakfu wake, na jengo hili lilopo hapa lilojenga Said Bakhresa sio jengo la kwanza kujengwa. Mtoro hajaacha msikiti huo. Kabla ya huu msikiti, wengi katika watu waliopo Dar es Salaam sasa hivi wanaukumbuka msikiti wa Mtoro alivyokuwa kiswali Sheikh Kasim bin Juma. Lakini kabla ya hapo ulikuwa msikiti wa Mtoro umejengwa kwa namna nyingine. Na hii leo amejenga Said Bakhresa kwa ruksa ya wenye msikiti wao. Amekuja kuomba kwamba mimi nataka nitoe sadaka yangu na nikishamaliza kujenga nitakukabidhini msikiti. Na hakuna yeyote miongoni mwao hao waliojenga msikiti toka kuwepo kwa msikiti huo aliyewanyang'anya funguo wenye msikiti wao, wala aliyedai kuwa msikiti huo ni mali yake. Hakuna katika wao. Kwa hiyo eleweni kwamba mnao swali hapo, imamu halisi anao swali katika kipindi hiki ambacho kesi haijakamilika ni Sheikh Abdullah. Wengine hao wanaoswalisha na Sheikh Abbas kama ilivyosema na mwenyekiti mwenyewe kwamba yeye si imamu mkuu wala hamtambui. Anayetambuliwa na watu wa Msasani wenye msikiti ni Sheikh Abdullah bin Muhammad. Hayo ndio mambo ambayo tulitaka Waislamu tuweke sawa hilo, kwa sababu tukinyamaza kimya watu watadhani kwamba yanayosemwa ni ya kweli. Ukweli sio huo. Ukweli ni kwamba msikiti ulijengwa na Sheikh Said Bakhresa baada ya kupewa kibali kama inavyoonekana katika picha siku ya mkutano wa kuomba hiyo ruhusa, na akajenga huo msikiti. Tunasubiri makabidhiano yafanyike kwa kabidhiwe kwa wenyewe wenye msikiti. Kwa hiyo jipime tu nyinyi wenyewe.
Je, inafaa kuswali nyuma ya imamu aliyekuja katika kundi la wavamizi na mambo mengine. Kwa hiyo tufanye mambo yetu ya ibada katika nia ya kukhalisisha nafsi zetu kwa Mwenyezi Mungu ili tuweze kupata radhi zake. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo. Allah